kifahari, kuna huyu mhudumu yuko busy anafanya usafi, anasikiliza mziki kwenye earphone zake. Hata akiitwa asikii yani, maana mziki ulikuwa na sauti ya juu sana. Yupo addicted sana na mziki huyu. Ili afanye kazi zake vizuri, lazima asikilize mziki. Kifupi, anapenda sana vibe huyu. Iwe anatembea au amemaliza kazi, yeye na mziki na yeye. Baada ya kumaliza kufanya usafi kwenye hiki chumba, wakati anatoka bana, bahati mbaya akagongana na mteja hapa. Mteja akadondoka chini mzee. Bibia hakutaka kabisa hata kumwangalia usoni. Akawa amesepa huko anaomba msamaha tu. Mchizi alishangaa kinoma yani na hakufanikiwa kumuona usoni. Lakini bahati nzuri akawa ameacha kitambulisho chake hapa cha kazi. Akaja analalamika kinoma kwa wenzake kwa kile kilichotokea. Kuna nini hapa? Kampalamia mgeni hata kadondoka chini. Nilikuwa nakuita unisikii. Basi anakumbuka sasa. Akaomba sana usimripoti kwa mabosi wake unaambiwa. Huyu mchizi anaitwa Desmond. Ni mfanyabiashara mkubwa sana hapa nchini na hapa amekuja kwa ajili ya semina tu. Leo ndo siku yake ya kuondoka hapo hotelini. Hivyo akaja kumuulizia Gabriela kwa kutumia kitambulisho alichokiacha. Lakini akaambiwa kashaachishwa kazi kwa sasa. Gabriela anaishi na mamake hapa. Maisha yao ni magumu sana. Baada ya kilichotokea kazini, Gabriela amefukuzwa kazi aisee. Mama anamlaumu sana kwa kusikiliza mziki kazini. Lakini kwa sababu ni mwanae, ikabidi amtulize tu na kumfariji pale. Huyu mchizi ni meneja wa kampuni la kutafutia watu ajira. Leo akaja kuonana na Gabriela hapa, lakini bahati mbaya hakuwepo. Baada ya muda, Gabriela akarudi hapa nyumbani. Meneja akasema kuna kazi imepatikana, kazi ya kumhudumia kipofu nyumbani kwake. Atakuwa anakulipa Laki1 kwa mwezi na utaishi huko. Kwa hiyo pesa yako hautakuwa unaitumia sana. Ilikuwa ni pesa kubwa sana hii. Shangwe ilikuwa kubwa sana hapa nyumbani. Anaishi Lagos. Kwa hiyo utaenda Lagos? Meneja, usijali, ataenda huyu. Niende wapi? Siwezi kwenda Lagos nikuache hapa wewe. Mimi nina nguvu, usijali. Meneja, huyu ataenda tu, wala tusijali kabisa. Mchizi akamwambia atasafiri kwa ndege hadi Lagos. Mama akashangaa kinoma, kwa mwewe? Ni kupaa tu. Lakini Gabi ana furaha kabisa, hataki kumwacha mama yake hapa peke yake. Meneja akawa amesepa bana. Mama akashukuru sana pale na nini. Ilikuwa ni shangwe tu hapa ndani. Unaambiwa unapaswa ufurahie, huwezi kupata huo mshahara kwenye ile eneo. Usijali kuhusu mimi bado nina nguvu. Hata hivyo watoto wa marafiki zangu watakuwa nakuja hapa kunisaidia kazi, usijali kabisa. Basi bana, Gabriela kasafiri kuja Lagos. Amekuja kuanza kufanya kazi za ndani hapa kwenye nyumba ya kipofu. Akaletwa hadi ndani na aliyempokea. Sasa kipofu ambaye anakuja kumhudumia Gabriela ni Desmond bana. Wait, huyu si mzima huyu? Ina maana amepata matatizo siku hizi tu? Ilikuwaje hadi amekuwa kipofu? Tutajua huko mbele mtu wangu. Gabi alipasifia sana hapa ndani. Mwisho akapelekwa kwenda kupaona sehemu ambayo atakuwa analala. Hapa ndo utakuwa unalala. Nadhani utakuwa umepapenda Kama kawaida Gabriela akawa anacheza tu. Haamini kabisa kama atakuwa analala hapa ndani. Ghafla simu ya mchizi kaita bana. Akaomba usaidizi wa kujua ni nani ambaye alikuwa anapiga. Akaambiwa ni Angel. Desmond akampanga Angel atampigia baadaye. Kisha akaondoka amwache Gabriela apumzike kidogo. Basi Gabriela muda wote ni kucheza tu naambiwa. Alicheza sana mtu wangu. Kwa namna chumba kilivyokuwa kizuri, ikabidi ampigie simu mama ampe hizi taarifa. Mwana alikuwa anamsikiliza tu hapa nje. Kumbe mchizi alikuwa ana tatizo la macho bana. Anajifanyisha tu. Sasa kwa nini amefanya hivi? Tutajua huko mbele mtu wangu. Kama kawaida Gabriela kwake mziki ni chakula bora sana. Akiwa anafanya kazi lazima awe na mziki kwenye kisosadu chake. Ni mtu fulani hivi mwenye furaha muda wote yani. Desmond akiwa mwenyewe ni mzima, lakini akija Gabriela tu anakuwa kipofu ghafla. Basi bana, Gabriela akaja kumkaribisha chakula hapa, lakini mwana alikuwa anamalizia kuongea na simu. Gabriela akaanza kuangalia vitu vya mchizi chumbani. Akakutana na perfume hapa, akawa amejipulizia kidogo. Desmond alipomaliza kuongea na simu, akawa anamuita Gabriela. Ikabidi Gabriela apitie kitandani, aende upande wa pili ili aitike. Lakini kumbuka mchizi anamuona tu. Desmond alipokionja chakula cha Gabi, kilikuwa ni kitamu vibaya. Mwanamke amefundwa kisawasa wa kwao. Gabriela alifurahi kinoma kusifiwa chakula kitamu. Basi bana, Gabriela akawa anamjali sana Desmond. Leo alipomleta chumbani, akamwagiza mwandalie nguo za kuogea. Gabriela akachukua fimbo ya mwana, akawa anatembelea hapa. Muda wote msela alikuwa anamwangalia tu. Lakini Gabriela ajue kama anatazamwa, akavaa miwani na kofia ya mwana hapa na nini, kisha akapeleka vitu bafuni. Kila kitu kilichokihitaji kipo tayari mkuu. Asante sana. Akarudisha fimbo pale na nini, akataka kuondoka na miwani na kofia ya mchizi, lakini akawa amevirudisha mtu wangu. Kisha akawa amesepa hapa ndani. Mwana alikuwa amejikaza tu kucheka aisee. Gabriela leo kapewa kazi ya kupiga mahesabu ya pesa zinazohitajika kwa ajili ya manunuzi ya vitu vya ndani. Akataja pesa zinazotakiwa pale na nini, kisha akapewa kadi na mchizi ili akajichukulie pesa mwenyewe. Hapa anataka mpime kama ni mwaminifu kwenye pesa. Gabriela asipokuwepo, mchizi anafanya kazi zake kwa ufasaha kabisa. Mara akaletewa message ya kiasi cha pesa ambacho kimetolewa na Gabriela kutoka bank. Akakuta ni kile ambacho aliomba Gabriela. Huyu dada ni mwaminifu aisee. Mwana akaandika kwenye kitabu chake. Gabriela aliporudi, mchizi akarudi kwenye maigizo yake. Gabi amerudisha kadi baada ya manunuzi. Desmond bado haamini kabisa kilichotokea. Wakati Gabriela anasafisha hapa ndani, akakutana na pesa nyingi sana. Akazichukua zile pesa na kuanza kujitunza mwenyewe hapa. Alicheza nazo sana aisee. Mwisho akaziokota na kuzirudisha sehemu alipozikuta. Michelle
fulani hivi akamrudisha mchizi chumbani kwake. Gabriela alipotoka tu, mwana akaanza kuhesabu pesa zake kama zimetimia, lakini akakuta zote zipo kama zilivyo. Bado Desmond haamini kama Gabriela ameziacha ise. Leo amekuja mpenzi wake Desmond anaitwa Kendi. Anadai hajatumia pesa ambayo alimwomba mchizi. Sielewi hata kwa nini nipo na mwanaume kama wewe. Hautakiwi kusema hivyo, unaniumiza moyo. Nikuumize kwa lipi? Gabriela akaingilia pale. Unasemaje? Mchizi akaomba msamaha tu pale. Kendi akasema wewe ni mjinga, huwezi kufanya lolote. Unajua nini? Naondoka kwenye hili eneo. Hupaswi kuondoka hapa. Nyamaza niongee. Nimekuja hapa kwa sababu ya pesa niliyokuomba. Ile $500. Hakikisha unamwambia meneja wako anitumie, sawa? Kendi akawa amesepa mtu wangu. Desmond akaomba sana Kendi asiondoke hadi akadondoka ise. Gabriela alimtaka sana amwache Kendi aende. Gabriela hakupenda kabisa bosi wake awe kwenye hii hali. Anatamani afanye kitu ili amtulize bosi wake. Lakini akasema unapaswa kuachana na yule mwanamke kwa sababu anaonekana na mipango yake. Ndio maana nataka akuumize moyo kwanza. Desmond akasema mapenzi hayaleti tabia mbaya. Siwezi kujizuia kumpenda. Gabriela akasema yule hakupendi. Kama mwanamke atakupenda, basi utafurahi mwenyewe. Hata ngozi yako itang'aa. Utakuwa na furaha muda wote, sio kama hivi ambavyo na huzuni sasa hivi. Mchizi akasema atakuja kesho, ataongea, ataisha. Kama watamaliza, basi atamruhusu aondoke. Gabriela akakubaliana na hilo wazo. Unastahili zaidi. Wewe ni mwanaume mzuri sana boss. Kweli bana. Kendi akarudi tena kesho yake, analalamika hajatumiwa hiyo $500. Kuna mambo hayajakaa sawa kiuchumi. Mambo gani? Huna maana yoyote kwangu. Ni kipofu, wewe ni mjinga. Unakula nini sasa? Unaongea na mimi hivi kwa sababu ya $500? Ndiyo, kwa sababu huwezi kutuma $500 tu. Kendi alifoka sana hapa. Desmond akasema mapenzi yameisha sasa. Kendi akakiamsha unaambiwa. Gabriela akaona usinitanie wewe, unampiga bosi wangu. Akamwamshia pale, akamchapa na fimbo kumtoa nje unaambiwa. Hadi Desmond akashangaa kinoma hili. Kumbe Kendi ni binamu yake Desmond. Walipanga huu mchongo pamoja. Lengo lao ni kuona namna gani ambavyo Gabriela atachukua hatua kwa Desmond. Kendi alilalamika sana, kapigwa fimbo za kweli aisee. Mwili unamuuma kinoma yani. Desmond anafanya haya ili ampate mke mwema tu, na anampima Gabriela ili ajue kama anafaa kuwa mwanamke wake wa maisha. Bibie viunzi anaviruka vizuri kinoma na kila mtu anamsifia tu. Gabriela hakupendezwa kabisa na tabia za Kendi, akaomba apewe namba za nyumba yake ili amfuate huko huko. Bado hajamalizana naye yani. Natamani nimfundishe somo ambalo mama yake hakumfundisha yule. Desmond akamletea taarifa dada yake kuwa Gabriela ameomba namba ya nyumba yake ili aje afanye fujo. Hata Kendi anamwogopa kinoma yani, lakini alimsifia sana kuwa ni mzuri. Desmond akaendelea kumpa vipimo Gabriela. Leo anajifanya naumwa sana. Gabriela akamjali kama mtoto aisee, akamleta daktari ili amtibie hapa mchizi. Lakini daktari akamtaka Gabriela atoke nje ili amtibie mwana. Gabriela muda wote alikuwa nasali tu hapa mlangoni ili apone haraka mchizi. Kumbe hata daktari naye ni wa mchongo tu, hana taaluma yoyote ya udaktari. Ni miongoni mwa watu ambao wamepanga mchongo na Desmond. Daktari wa mchongo naye akaulizia maendeleo ya mchizi kuhusiana na bibie. Mchizi akasema yuko vizuri kwa sasa, anaelekea kufanikiwa majaribio yake ambayo anaendelea kumwonyeshia bibie. Gabriela akawa anajitahidi sana kumjali mwana, anakula na kunywa dawa kwa wakati. Mchizi leo akamshukuru sana Gabriela na akatamani angekuwa anaona ili ajue namna gani ambavyo anajivunia yeye. Hili lilimchanganya sana akili Gabriela. Hakujua nini kinachozunguka kwenye akili yako na mbio, kama ameanza kupenda hivi, lakini hakujali. Leo Gabriela kutokana na hali ya mchizi hakwenda kulala chumbani kwake, alilala hapa hapa kwa mchizi. Lengo amwangalia kwa ukaribu zaidi kwenye hii hali yake alionayo. Desmond akamwomba kalale chumbani kwake, atarudi asubuhi. Bibi akawa amesepa ise. Gabriela ni kama ameanza kumpenda hivi Desmond. Asubuhi Gabriela akamletea kifungua kinywa Desmond. Anajali sana Gabriela ise. Ukimpata mwanamke wa hivi, naomba umlinde sana ise, kwa sababu wamebaki wachache sana duniani. Natania hapo. Soga ni nyingi sana zikawa zinapigwa hapa, washakuwa marafiki sasa. Kila mmoja anafurahia uwepo wa mwenzake. Gabriela ajui kabisa kama Desmond anamuona ise. Mchizi kila baada ya mtihani anaandika kwenye diary yake, anazidi kukusanya ushahidi tu. Desmond leo akamwambia Gabriela kuwa kwa muda mfupi aliyokuwa naye hapa amembadilisha sana na ashampenda tayari. Akaomba kama vipi wawe marafiki tu. Gabriela ni kama kuna kitu alitaka kusikia kutoka kwa mwana hivi, lakini akawa hajakisikia kile ambacho alitarajia yeye. Ni noma sana mtu wangu. Alipofika chumbani kwake, mawazo alikuwa ni mengi mno. Muda wote alikuwa anafurahia tu. Mapenzi yameanza kumwendesha huyu. Huku Desmond kazi yake ni kuandika kwenye diary tu kila alichokiona kwa Gabriela. Kifupi mchizi naye amempenda vibaya. Desmond akawa anamfuatilia Gabriela hadi jikoni unaambiwa. Basi anaenjoy kinoma kumuona hivi. Na ukumbuke Gabriela anapenda mziki na kucheza muda wote yani. Hili linamvutia sana Desmond. Leo Desmond kamletea zawadi ya iPhone na earphones. Kwa sababu anapenda mziki, basi atakuwa anasikilizia hizi. Gabriela alifurahi kinoma yani. Hakuamini kabisa kama anaanza kutumia iPhone sasa. Alicheza mno na mbiwa, hajui kama anaonekana tu hapa. Leo Desmond akamwomba Kendi akaongea na mume wake Alex. Lengo tu aende akamjaribu Gabriela kumtongoza ili aone kama atamkubalia ama vipi. Lengo lake aone msimamo wa Gabriela katika hili. Kendi akawa amekubali mtu wangu. Sasa Gabriela wakati anaenda sokoni akakutana na Alex hapa. Mchizi akaanza kumtongoza lakini hakutoboa na mbiwa. Gabi hakutaka kabisa hata kumpa namba zake za simu. Zoezi likawa limekwama mtu wangu. Alex akarudisha ripoti kuwa jaribio lake
limegonga mwamba. Kila mmoja aliupenda sana msimamo wa Gabi. Wakati wanasubiri msosi hapa, Desmond akapokea simu kuwa Gabriela anakaribia kufika nyumbani. Ikabidi Alex na Kendi wasepe wasije akashtukiwa ise. Leo Desmond akawa anahitaji namba za benki hapa ili amtumie Kendi na mume wake pesa kama shukrani kwa kazi nzuri ambayo wameifanya. Wakati anaongea hapa, kumbe Gabriela alikuwa anasikia yote ise. Ndio akajua kumbe mchizi alikuwa anaona muda wote, alikuwa anajifanya kipofu tu. Acha nimekuona, acha. Mchizi akakamatika ise, hajui ajitetee vipi hapa. Nimesikia umemtaja Kendi, ni binamu yako au mpenzi wako? Ni binamu yangu, na mwanaume aliyekusimamisha barabarani ni mume wake Alex. Kwa hiyo limtuma, nimefanya hivi ili kujihakikishia uaminifu zaidi. Gabriela ganzi imemshika mwili mzima ise, ikabidi asepe tu hapa ndani. Akaja kupaki vitu vyake vyote ili asepe, hawezi kukaa na mtu muongo ise, ilimuuma kinoma hii. Akampigia simu mama yake hapa na nini, akamwambia hawezi kuendelea kubaki hapa. Mama amenidanganya muda wote huo, siwezi kukaa hapa, nataka kurudi nyumbani, siwezi kubaki hapa. Bibi amedhamiria kweli ise. Desmond huku hataki kabisa kumwacha Gabriela aondoke, akawaomba Kendi na mume wake Alex waje amsaidie kumbembeleza Gabriela. Walipofika ikabidi wapeleke chumbani kwa Gabriela. Anajua yupo chumbani, lakini Gabriela alikuwa ashaondoka muda mrefu sana. Ameacha zawadi zote ambazo alinunuliwa na Desmond. Hakutaka kabisa kuondoka na chochote cha hapa. Desmond alipiga sana simu lakini hazikupokelewa hata moja. Ikabidi waanze kumtafuta na nini. Desmond akampigia simu meneja wake aliyemleta hapa. Huku hali ya Gabriela ni mbaya kinoma, muda wote analia tu. Mama yake alimbembeleza sana mwanae atulie. Meneja akamwambia mama kuwa mchizi alikuwa anatafuta upendo wa kweli. Mama akasema upendo wa kweli hauna sababu, upendo wa kweli ni kumwamini mtu bila uthibitisho. Meneja akasema Desmond anampenda sana Gabriela. Mama hakupendezwa kabisa na kilichotokea. Desmond alimpigia sana simu Gabriela, lakini hakuwa anapokea ise. Mawazo ni mengi sana kwa Gabriela. Gabriela sasa ameanza kuimarika kutoka kwenye msongo wa mawazo aliyokuwa nao. Anafanya kazi za nyumbani na nini, anafuata maji ya matumizi hapa ndani. Mambo alipomzidia Desmond, ikabidi aje nyumbani kwa kina Gabriela. Mama alishangaa kumwona meneja na Desmond hapa. Gabriela akawafukuza sana hapa, lakini mwana akaomba msamaha tu pale. Sijivunii kwa kile nilichokifanya, sikupaswa kuigiza nilivyoigiza, nilipaswa kukuamini siku niliyokupenda. Nilichokifanya ulikuwa ni ujinga, nipo hapa kuomba msamaha wako, naomba unisamehe. Maneno ya msamaha yakamgusa hadi mama Mchizi alitaka Gabi awe mke wake wa maisha. Mama akamsihi sana Gabi amsamehe Desmond. Hakuna mahusiano ambayo utaingia bila kusamehe. Ukijua kuna kukosea, basi kilichofuata ni historia tu. Desmond na Gabriela walioana na kutengeneza familia yao yenye furaha tu. Na huo ndo kama mwisho wa tambala hili mtu wangu, linaitwa Hotel Maid. Hii ni Zura TV. Mimi ni Torio. Usisahau kucomment, kushare na kusubscribe ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Tuandikie hapo chini umeionaje hii kazi. Hadi wakati mwingine, bye.